Baba mtakatifu na Mungu wetu, asante Bwana kwa wema wako. Asante kwa nguvu zako tunapoingia katika kipindi hiki. Ninaomba tena uongozi wako na nguvu zako ziwe pamoja nasi. Ninaomba Baba, neema yako iweze kumbariki msikilizaji na mtazamaji, lakini vile vile somo hili likaweze kueleweka ili jina lako litukuzwe. Ni katika jina la Yesu, amina. Basi karibu tena ndugu msikilizaji na mtazamaji wa katika kipindi hiki, ili tuweze kuendelea tena na vipindi hivi ambavyo tuko katika Daniel. Na mara ya mwisho wakati tuliongea kuhusu pembe ndogo na mwisho wake. Pembe ndogo ilifanya nini? Na kuna shida gani kwenye pembe ndogo? Kwa nini tujifunze kuhusu pembe ndogo? Kwa sababu kuna wakati tuliona kabisa kwamba pembe ndogo hii ilipata jeraha la mauti ambalo lilielezewa katika Ufunuo, kwa sababu pembe ndogo tuliona ni sawasawa na pembe ndogo ya Danieli 7 na pembe ndogo ya Danieli 8. Na yule mnyama wa Ufunuo 13, tabia ni zile zile za pembe ndogo hiyo. Nimechukua hilo jina la pembe ndogo kwa sababu wote wana tabia moja, basi naelezea kama pembe ndogo. Ndio tulikuwa tumeishia pale, tukaona kwamba mambo iliyofanya, lakini mwisho wake itaangamizwa. Kabla ya kurudi kwa Yesu Kristo, pembe ndogo itaangamizwa. Itafikia mwisho wake, na yale mambo iliyoyafanya yote yatafikia mwisho wake. Mambo iliyoyafanya yatafikia mwisho wake. Kwa hiyo leo tunaenda kuangalia tena sehemu hii ambayo ni ya mwisho, ambayo inahusu Mikaeli mkuu ambaye ni Yesu Kristo mwenyewe. Somo letu la leo linasema mwisho Mikaeli atasimama. Mwisho Mikaeli atasimama. Na wakati wa mwisho, hasa tunaposema mwisho, wakati wa mwisho unaanza lini? Tunaposema mwisho Mikaeli atasimama, wakati wa mwisho unaanza lini? Hebu tulisome hili fungu kwanza ambalo tunaenda kushughulika nalo, na ili tuweze vile vile kulichambua. Nasema hivi, Daniel, hii ni Danieli 12 kuanzia mstari wa kwanza. Linasema hivi: wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu, asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu, mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwako taifa, hata wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Kwa hiyo tukianza kuchambua, uone Mikaeli atasimama. Mikaeli huyu tutaona huko mbele ni Yesu Kristo mwenyewe. Sasa atasimama kutokea wapi? Kwa hiyo atakaposimama, anasema kutakuwa na dhiki kubwa. Na dhiki ziko za aina mbili. Kutakuwa na dhiki wakati ule
itakapotangazwa alama ya mnyama. Itakapotangazwa yule mnyama au pembe ndogo kama ilivyowasilishwa kwenye Danieli, atakapotangaza kwamba sasa sheria zangu za kanisa, yule mnyama, sheria zangu za kanisa ndio sasa zitahusika katika ulimwengu mzima. Tuliona kabisa kwamba ile pembe ndogo au yule mnyama atatumia, kwa sababu hana majeshi, atatumia serikali, atatumia vifaa vya serikali, na serikali itakayotumika, unabii unatuambia ni serikali ya Marekani, na ndiyo nchi ya kiunabii inayosemwa kwenye Biblia, nchi ya kiunabii, ambapo matukio yote ya siku za mwisho yatatokea kule. Sasa hebu tuangalie sasa, kutakuwa na dhiki wakati ule alama ya mnyama itakavyotangazwa. Na alama ya mnyama hii hatujajifunza kwamba alama gani hii, lakini niseme tu moja kwa moja kwamba alama ya mnyama hii itakayotangazwa ni watu wote katika ulimwengu kuwa na siku moja ya kuabudu, New World Order. Na itatangazwa rasmi sasa kwamba Jumapili itakuwa ndio siku ya Wakristo kuabudu. Siku ya Wakristo kuabudu. Waislamu wataendelea na shughuli zao, lakini Wakristo wote wataabudu siku ya Jumapili. Hiyo ndio itadhihirisha kwamba hiyo ndio alama, kwa sababu pembe ndogo au mnyama huyu Jumapili ndio alianzisha yeye, ndio chanzo cha kuanzisha Jumapili. Kwa hiyo hii ni alama yake. Ukitaka kufahamu yeye ni nani, angalia Jumapili. Hawa wengine walichukua Jumapili wakaibatiza tu kwa sababu Yesu alifufuka. Tukasema wanaweza wakaiheshimu kwa sababu Yesu alifufuka, lakini chanzo chake hasa ni kwa sababu ilianzishwa na pembe ndogo hii. Sasa hebu tusome maandiko kutoka kwenye kitabu chenyewe kama kinavyosema, kwa dhiki kuu au pambano kuu, ambacho kimeandikwa huyu na mama huyu ambaye alivuviwa maandiko yake yanaendana na Biblia. Hakuna andiko la huyu mama linalopingana na Biblia, kuonesha kwamba alionyeshwa vizuri, na sina haja ya kuwa na wasiwasi kama jinsi ambavyo watu wanakuwa na wasiwasi kwamba labda ukisoma vitabu vya huyu mama watu watakwazika. Kama kuna ukweli ndani yake, Mungu ataongoza. Kuna watakao hawataweza kustahimili kusikiliza maneno haya, lakini kuna ambao watasikiliza, ambao wanasema majina yao yameandikwa katika kile kitabu cha uzima, watasikiliza. Kwa hiyo anasema hivi kwenye ukurasa wa 608, kila mtu atakuwa na chaguo wakati wa dhiki kuu, alama ya mnyama itakavyotangazwa. Kila mtu atakuwa na chaguo waziwazi kumtii Mungu, kwa sababu Mungu ndiye aliyeandika zile sheria. Mungu ndiye aliyeandika zile sheria zake kwa mkono wake, kwa chanda chake, kwa kidole chake. Kwa hiyo kila mmoja atakuwa waziwazi kumtii Mungu au kumtii mwanadamu. Wanadamu wameunda kwa kupitia kanisa, wakasema okay, tunaweza tukasahihisha sheria za Mungu. Kwa hiyo wakasahihisha zile sheria. Kwa hiyo inasema kila mmoja atakuwa na chaguo la kumtii Mungu au kumtii mwanadamu. Wakati huo wale wanaoshikilia ukweli kwa kweli watadharauliwa. Mwandishi anaandika, watadharauliwa, watapigwa vita na kuteswa, lakini neema ya Mungu itawakinga wasishindwe kiroho. Na ndiyo maana inaitwa dhiki wakati wa alama ya mnyama. Mwandishi anaendelea ukurasa 622, anasema watakatifu hawataondolewa kwenye dhiki, bali watapitia moto wa mateso, lakini watakuwa salama kwa sababu wamefichwa katika Kristo. Adui anaweza kuwaua miili yao, lakini adui hataweza kushinda roho zao. Andiko lingine ambalo limeandikwa kwenye
maandiko ya awali ukurasa 85 anasema wengi watafungwa magerezani kwa sababu ya ile sheria itakayotolewa hiyo. Wengi wataachwa maskini bila kitu, watanyang'anywa vitu vyao. Hayo ni maono aliyoyaona, lakini neema ya Mungu na uwepo wa Roho wake vitakuwa pamoja nao na hakuna jaribu linaloweza kuwashinda. Hiyo ni dhiki wakati ule wa alama ya mnyama Mikaeli, ambapo atasimama wakati wa mwisho. Kwa hiyo tutakapochambua leo, tutachambua hii dhiki hii, alafu tutachambua vile vile wakati wa mwisho ni nini na Mikaeli atasimama kwa ajili gani. Haya, kuna dhiki ya wakati wa mapigo. Hii dhiki ya wakati wa mapigo yale 7 ni wakati ambapo sasa Mikaeli kwa kweli amesimama na mlango wa rehema umefungwa. Yaani maombezi ya Yesu Kristo kule mbinguni, tukumbuke Yesu Kristo yuko mbinguni anatuombea. Na kuna wakati nafasi hiyo itaisha. Hiyo nafasi itakapoisha inaitwa mlango wa rehema kufungwa. Utakuwa umefungwa. Kwa hiyo ile damu yake iliyomwagika msalabani na kafara aliyoifanya pale Golgotha haitakuwa tena na maana kwa wakazi wa dunia hii. Watakuwa wamechelewa atakapokuwa ametoka pale. Kwa hiyo atakapotoka kutakuwa na mapigo 7 yamesemwa kwenye Ufunuo sura ya 16, utayakuta yale mapigo yale. Sitayasoma yote, lakini vile vile mwandishi naye anasema ukurasa wa Pambano Kuu, ukurasa 629, kwenye hicho kipindi watu wa Mungu wataokolewa kwa kuondolewa, hawataokolewa kwa kuondolewa duniani kipindi hicho kabla ya mapigo, lakini watakuwa salama katikati ya maangamizi hayo, kama Israeli walivyolindwa kule Misri. Tuangalie yale mapigo ya Israeli kule Misri katika kitabu cha Kutoka. Mapigo yale yalikuwa yakifanyika katika nchi ya Misri, lakini kule ambako Waebrania walikuwa kule Gosheni kule, mapigo yalikuwa hayafiki. Ndivyo itakavyokuwa wakati wa mwisho. Kwa hiyo mapigo yale ni taswira ya mapigo haya ya mwisho yatakayokuwepo kabla ya Yesu kurudi, baada ya mlango wa rehema kufungwa. Kwa hiyo naendelea nasema vivyo hivyo watu wa Mungu hawataguswa na mapigo 7 ya mwisho. The Great Controversy vile Pambano Kuu ukurasa 634 anasema malaika watawalinda, watakuwa ngome yao, ngome ya watakatifu, wakati majanga yanapita juu ya dunia na waovu wanateseka. Watu wa Mungu watakuwa salama, hakuna pigo litakalo waangukia. Haya, maandiko ya awali inasema vile vile, nimalize kabisa, wakati mapigo 7 ya mwisho, ukurasa 283, wakati mapigo 7 ya mwisho yatakapomwagwa, watu wa Mungu hawataguswa, wataona kwa macho yao maangamizi ya waovu. Wataona kwa macho yao, lakini hakuna madhara yatakayowafikia. Kwa hiyo anasema kwamba watu wako wataokolewa, waaminio majina yao yakiwa yameandikwa katika kitabu cha uzima. Kitabu cha uzima, hebu tusome katika Luka ili tuone kitabu cha uzima hiki ni cha namna gani. Luka 10 fungu la 20 anasema lakini msifurahi kwa vile pepo wanawatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Sasa hivi kumekuwa na dhana ya kwamba watu wanafurahi sana wakiona mapepo, wanakemea mapepo yanatoka, na wale ambao wanatolewa mapepo wanakomea hapo, hawaendi mbele zaidi. Lakini tunaambiwa na neno la Mungu kwamba tusifurahi tu kwa sababu tunaweza kukemea mapepo na yakatoka yakakimbia. Tufurahi kama majina yetu yameandikwa katika kitabu cha uzima. Sasa wakati wa mwisho,
Yesu anaacha kazi ya upatanisho wa kiti cha rehema, nimeshataja, na kiti cha rehema kinafungwa, mlango wa rehema unafungwa, inafuata dhiki kuu, na ndiyo ambayo nimeisoma hapo, ambapo kwa kweli watakatifu watakingwa. Biblia inasemaje kuhusu mwanzo wa wakati wa mwisho, ili tuelewe wakati wa mwisho hasa ni kitu gani? Watu wanafikiria wakati wa mwisho ni kitu gani? Lile fungu la 4 la Danieli tulilolisoma linasema kabisa kwamba lakini wewe Danieli, yafunge maneno haya, ukatie muhuri kitabu, hata wakati wa mwisho wengi wataenda mbio huko na huko, na maarifa yataongezeka. Kwa hiyo Danieli kitabu cha Danieli kilifungwa. Kitabu cha Danieli kilifungwa, na akasema kwamba hakitafunguliwa mpaka wakati wa mwisho. Sasa wakati wa mwisho ni wakati gani ambapo maarifa yataongezeka, na ni maarifa ya aina gani? Hapa tunaona kwamba unabii wa Danieli unaeleweka zaidi katika wakati wa mwisho, kwa sababu unabii wa Danieli ulifungwa. Na kwa kweli watu wengi wa unabii wa Danieli hata sasa hivi kwao bado umefungwa, hawasomi unabii wa Danieli. Lakini unabii wa Danieli ni applicable kabisa katika wakati wa mwisho, unatumika kabisa, na bahati nzuri kufunguliwa kwao ni kueleweka kwa kitabu kile cha Ufunuo, na ndiyo maana kile kinaitwa Ufunuo, Revelation, Ufunuo. Kitabu cha Danieli kimefungwa, kitabu cha Ufunuo kinafunguliwa, na kinafungua mambo yote yale yanayoelezewa katika kitabu cha Danieli. Na ndiyo maana utakuta kuna pembe ndogo kule, tabia zake zile zinafahamika, zinafanana kabisa na mnyama yule wa Ufunuo aliyepata jeraha. Mambo yale yanayosema kwenye kitabu cha Danieli yanaelezeka katika kitabu cha Ufunuo. Kwa hiyo maarifa ya unabii yaliongezeka hasa anaposema maarifa yataongezeka, yaliongezeka hasa kuanzia mwaka 1798. Sasa napotaja mwaka, yani ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji, unashangaa kwa nini ni utaje mwaka huu. Huu mwaka tutauona kwa nini tunautaja. Una umuhimu wake mwaka huu, kwa sababu ndipo ambapo nguvu ya upapa iliisha. Nguvu ya upapa iliisha. Nasema jeraha lake la mauti lilionekana, lakini likaanza kupona. Kwa hiyo iliisha nguvu ya upapa, lakini baadaye ikaibuka baadaye tena. Kwa hiyo utaona kwamba hapa ni mwaka 1798, lakini ukiangalia kwenye historia mwaka 1830 mpaka 1844 utaona hapa watu walianza kuchunguza unabii kwa nguvu sana, na wakati huo tumeambiwa kwamba maarifa yataongezeka. Maarifa, tutaona kwamba maarifa haya yaliyoongezeka yalikuwa ni ya nini, lakini ni pamoja na maarifa ya kuchunguza neno la Mungu. Maarifa ya kuchunguza neno la Mungu, kwa sababu Danieli aliambiwa na akaishia kuambiwa kwamba hapo ndipo penye wale wenye hekima. Wenye hekima, hekima maana yake ni kuweza kuyachunguza neno la Mungu, ambao walikuwa wanaweza kuchunguza neno la Mungu. Kuna wengine hawakuweza kuchunguza neno la Mungu, lakini kulikuwa na harakati za William Miller wakati ule, ambapo ndipo alikuwa anasema kwamba Yesu anarudi baada ya kuchunguza ule unabii. Tulishaona hilo neno, baada ya kuchunguza ule unabii mrefu wa siku 2300, yani miaka 2300, aliona kwamba Yesu angerudi Oktoba. Na tukumbuke kwamba huyu William Miller huyu hakuwa Mwadventista msabato, hakuwa anasali Jumamosi. Huyu alikuwa anasali siku ya Jumapili, na alikuwa ni kama sikosei ni Methodist au madhehebu yale mengine, lakini alikuwa ni mtu wa Jumapili, lakini naye alikuwa na elimu ya hekima hiyo ya kuchunguza unabii, na ndiyo maana inafika sehemu fulani watu wanaposhutumu kwamba je, watakaoenda mbinguni ni wale ambao wanaabudu siku ya Jumamosi peke yake? Hapana,
na waliopewa hekima ya kuchunguza maandiko ni wale wanaosali siku ya Jumamosi? Hapana, hapana. Wapo watu ambao walikuwa na hekima nzuri wakati ule, walikuwa na hekima nzuri ambao Yesu aliachia kwamba ukifika wakati wao watajua kweli, na kweli itakapojulikana kwao, basi wataweza kuliona hata swala la siku ya Sabato kwamba limekaaje. Lakini watachunguza. William Miller naye alikuwa ni mtu wa Jumapili. Hata sasa hivi wapo watu ambao hawajafahamu vizuri, hawajaelewa vizuri kwamba siku ya Sabato katika amri 10 imesemwa namna gani. Lakini bahati mbaya inaweza ikatokea wakalala mauti kabla hawajafahamu. Mungu anawachukulia kama watu ambao wangeweza kuja kupata uelewa na wakaelewa kama wamekuwa watii wa mambo mengine, hata siku ya Sabato wangeweza kuijua na wakawaitii. Kwa hiyo akina William Miller hawa nao walikuwa wanaabudu katika siku ya Jumapili. Kwa hiyo walichunguza wakaona hayo. Tutaona kwa nini walifikia katika wakati huo. Na Danieli 11 fungu la 40, tunapotaja siku za mwisho, tunajadili hapa siku za mwisho hasa zilianza lini. Siku za mwisho hizi, ukisoma Danieli 11 fungu la 40, anasema na wakati wa mwisho mfalme wa kusini atashindana naye na mfalme wa kaskazini atamshambulia. Utaona kwenye Danieli 11 inaanza kutajwa wakati wa siku za mwisho. Wachambuzi wanakuambia na wanazuoni wanakuambia kabisa kwamba mfalme wa kaskazini ilikuwa ni ile Rumi, ile utawala wa Kirumi, utawala wa Kirumi, na utawala wa kusini ulikuwa ni zile falme ambazo zilikuwa haziamini juu ya Mungu, ambapo zilikuja zikaungana pamoja na Misri, lakini zikaungana pamoja na nchi zingine ambazo zilikuwa ziamini. Ufaransa zilikuwa ziamini juu ya Mungu, zilipambana, na kwa kweli hizi nchi ndio zilimpa jeraha la mauti yule pembe ndogo. Pembe ndogo alipata jeraha la mauti kutoka kwenye hizo nchi. Kwa hiyo unapokuta kwamba alipata jeraha za maamini, hizo nchi zilimpa jeraha la mauti, utaona kwamba mwisho wa pembe ndogo ulikuwa ni lini. Utaona kwamba pembe ndogo alitawala kwa muda, anasema nyakati 2.5 wakati, ambao ukiujumlisha unakuja kabisa miaka 3.5. Miaka 3.5 tuliona huko nyuma kwamba ukizidisha mara siku 360 inakuja ni siku 1260. Kwa hiyo ina maana ndio siku hizo 1260 zinafanana na miezi 42 iliyosemwa katika Ufunuo, miezi 42, ambayo ukizidisha miezi 42 kwa siku 30 unapata siku 1260. Coincidence au sehemu fulani inasemwa kabisa tu kwamba miaka 3.5 imerudiwa sana, kuonesha kwamba kuna umuhimu kwamba Wakristo waliteswa na hii pembe ndogo kwa siku 1260, halafu mnyama huyo akapata jeraha la mauti. Tutaona huko mbele kwamba inatupelekea lini, kwa nini tunafanya hizi. Tumetaja sasa miaka 1260, tulianza huko nyuma somo lililopita, lakini hapa tunakuja kwamba hiyo pembe ndogo hiyo siku 1260 inaishia mwaka 1798. Twende tutaona. Lakini Danieli 1 vile vile inataja mwisho na yenyewe. Nataka tuangalie huu mwisho ni nini. Danieli 12 fungu la 1 anasema Mikaeli atasimama. Hapa ni sehemu ya kilele cha wakati wa mwisho. Kwenye fungu hilo napo kuna sehemu ambayo anataja mwisho wake utakapofika. Kwa hiyo Yesu anasimama kumaliza huduma yake ya upatanisho. Huo ndio mwisho wa mlango wa rehema. Kwa hiyo wakati wa mwisho kwa kweli ulianza mwaka 1798. Kwa nini? Bado nauliza, kwa nini?
Twende huko mbele tutaona. Unakamilika wakati ambapo Mikaeli anaposimama, anatoka katika kiti chake katika chumba kile cha rehema, ambako sasa alienda huko kufanya upatanisho wa mwisho, na sasa anasubiri kurudi kwake hapa duniani. Kwa hiyo anapotoka kwenye kwenye chumba kile cha rehema, chumba cha pili patakatifu pa patakatifu, anavua joho la ukuhani, anavaa joho la kifalme, kwa sababu Yesu atakuja akiwa amevaa joho la kifalme. Na akivua joho la kikuhani, hakuna maombi tena yatakayopokelewa kule. Hebu twende, bado tunataka tuangalie, hatujafika mwisho. Tuelewe kwamba hapa wakati wa mwisho ni nini? Biblia inasemaje kuhusu mwanzo wa siku za mwisho? Hebu tusome Danieli kwanza. Twende kwenye Danieli, tuone huyu Danieli. Huyu Danieli anasemaje? Huyu Danieli anasemaje? Danieli 8 fungu la 20 na Danieli 8 fungu la 26. Anasema kwamba Danieli 8 fungu la 26 anasema hivi fungu la 26. Anasema na maono ya hizo nyakati za jioni na asubuhi zile 2300 yaliyosemwa ni kweli, lakini wewe yafunike maono hayo, maana ni ya wakati ujao baada ya siku nyingi. Anaambiwa Danieli baada ya siku nyingi. Twende Danieli 12. Baada ya siku nyingi, shikilia hilo neno, baada ya siku nyingi. Danieli 12 fungu la 4. Twende. Lakini wewe Danieli, yafunge maneno haya, ukatie muhuri kitabu hicho, kitabu cha Danieli hicho, hata wakati wa mwisho. Hata wakati wa mwisho. Kule tumeona kwenye Danieli 8 yafunge baada ya wakati, bado kuna wakati mrefu zaidi. Hapa anakuja Danieli 12 hata wakati wa mwisho kuyafunga, aliyosema kwenye Danieli 8 fungu la 26, na kutia muhuri ni kitu kile kile, ni kitu kile kile, kufunga na kutia muhuri hata wakati wa siku za mwisho. Kwa hiyo Danieli 8 naye alikuwa na maana kwamba mpaka wakati wa siku za mwisho, kwa sababu wengi wataenda huko na huko na maarifa yataongezeka. Fungu la 6. Fungu la 6 anasema, ndipo mimi Danieli nikatazama, na kumbe wamesimama wengine wawili, mmoja ukingoni, ni malaika hao, ukingoni mmoja ukingoni mwa mto upande huu, na mmoja ukingoni mwa mto upande wa pili. Fungu la 6. Na mmoja akamuuliza yule mtu aliyevikwa nguo za kitani, aliyekuwa juu ya maji ya mto, je, itakuwa muda wa miaka mingapi hata mwisho wa mambo haya ya ajabu uje? Tunaenda kudadavua wakati wa siku za mwisho unaanza lini? Unaanza lini? Yaani mpaka na malaika naye anashangaa, naye anauliza mpaka lini? Mpaka haya mambo yaje? Nami sasa Danieli anasema hapo, nami nikamsikia yule mtu aliyevikwa nguo za kitani, aliyekuwa juu ya maji ya mto, hapo alipoinua mkono wake wa kuume na mkono wake wa kushoto kuelekea juu mbinguni, akaapa kwa yeye aliye hai milele na milele. Maana anataka kusema neno zito, inabidi aape kwa yeye aliye juu akaaye mbinguni milele na milele, kwa sababu neno linaenda kusemwa zito, ya kwamba itakuwa wakati wa nyakati mbili. Itakuwa wakati mmoja. Tulisema katika somo langu lililopita kule, ukiona neno linasema wakati, ujue ni mwaka mmoja. Tuliona hilo neno, sina haja ya kulirudia. Kwa hiyo itakuwa wakati, nyakati mbili na nusu wakati, yaani maana yake miaka 3.5.
Kwa hiyo mtu anaposema kwamba wakati, nyakati mbili na nusu wakati, kwa hiyo nilisema huko nyuma ni miaka. Wakati ni miaka. Biblia ikisema wakati, nyakati, yani hiyo ni miaka. Akisema nyakati mbili, miaka miwili. Wakati mmoja, ina maana ni mwaka mmoja. Kwa hiyo ukijumlisha wakati, nyakati mbili na nusu wakati ni miaka 3.5, ukizidisha mara 360 unapata siku 1260. Kwa hiyo sasa tunataka tuangalie kwamba anaambiwa kwamba sasa huyu malaika aliyesimama hapo anamuelezea Danieli, naye anamshangaa. Baada ya kuapa anasema kwamba itakuwa wakati, nyakati mbili na nusu wakati, tena watakapokuwa wamekwisha kuvunja nguvu za hao watakatifu, ndipo mambo hayo yote yatakapotimizwa. Biblia haidanganyi, haidanganyi. Inakwambia ndipo miaka sasa 1200 itakapotimia, ndipo hapo sasa wakati wa mwisho utaanza. Maanake aliuliza mpaka lini mambo haya yatakuwa? Akaambiwa subiri mpaka wakati wa mwisho. Akaambiwa mimi sikuelewi kabisa, hebu niambie haya itakuwaje? Sasa anafafanua ni mpaka mwisho wa wakati, nyakati mbili na nusu wakati, maana yake ni mpaka baada ya miaka 1260. Sasa bado kuna swali. Hiyo miaka 1260 inakuja kujaje? Inakuja namna gani? Inaanza lini? Ili tujue mwisho wake inaanza wakati wa mwisho lini. Hebu twende fungu la 8. Danieli anauliza, baba, itakuwaje? Fungu la 8. Hebu la 8 mpaka la 11, hebu tulisome. Lina kionjo fulani. Anasema nami, Danieli sasa huyo, nami nikasikia lakini sikuelewa. Ndipo nikasema, Bwana wangu, mwisho wa mambo haya utakuwaje? Danieli huyo, fungu la 9. Akasema malaika huyo sasa akasema enenda zako Danieli, maana maneno haya yamefungwa na kutiwa muhuri hata wakati wa mwisho. Wakati wa mwisho ni lini? Bado tunaendelea. Fungu la 10. Wengi watajitakasa na kujifanya weupe na kusafika, bali wabaya wataendelea kutenda mabaya, wala hataelewa mtu mbaya awaye yote, bali wao walio na hekima ndio watakaoelewa. Na ndio maana sasa hivi enzi zetu sasa hivi wanaoweza kuelewa tuko kwenye wakati wa mwisho ni wachache sana. Wengine wanajua tu kwamba tunaponda raha, kuna maendeleo, ndivyo yalivyo, lakini Biblia inasema wenye hekima ni wale ambao wataendelea kujitakasa vile vile. Tuliona kwamba kipindi cha kujitakasa kile nimeelezea, kuna somo kule nyuma kwamba watu watajitakasa kwa namna gani, tumeona huko nyuma, lakini wenye hekima ndio watakaotakasa. Naendelea fungu la ngapi? La 11. Na tangu wakati ule ambapo sasa tunataka tupewe kwamba wakati wa mwisho, hizo siku 1260 zinaanzia lini, ili tujue zitakoma lini, tujue ndiyo siku ya wakati wa mwisho. Sasa fungu la 11, Biblia ni tamu, haina vionjo kutoka nje. Inasema fungu la 11, na tangu wakati ule ambapo sadaka ya kuteketezwa ya daima. Nilikwambia huko nyuma neno kuteketezwa limewekwa baadaye. Biblia original inasema tangu wakati ule, sadaka ya daima. Sadaka ya daima nimeielezea huko nyuma maana yake, lakini nitakuelezea kidogo sasa hivi. Sadaka ya daima tangu wakati ule itakapoondolewa na hilo chukizo la uharibifu litakaposimamishwa, itapata siku 1290. Tangu wakati ambapo sadaka ya daima na chukizo la uharibifu litakaposimama, sadaka ya daima iondolewe na chukizo la uharibifu lisimame. Sasa sadaka ya daima
tulisema ni huduma ya Yesu. Huduma ya Yesu, kila siku watu wanapoenda kwa Yesu asubuhi na mchana. Na ndio maana wakati ule wa Agano la Kale walienda wakipeleka mwanakondoo wakitaka toba, kutoka msamaha, wakimwendea Yesu awasamehe, awape nguvu. Ilikuwa ni sadaka ya daima. Yesu ametolewa kuwa sadaka yetu, na ndiyo sadaka yetu ya daima. Tunamwendea pale ili tuweze kupata msamaha, na ambayo ndio huduma iliyopo sasa hivi. Sasa pembe hii ndogo katika siku hizo 1260 ilitangaza kuondoa hiyo, ilitangaza kukomesha hiyo. Ilikomesha kuanzia mwaka 508 baada ya Kristo. Tukio hilo mfalme Clovis wa Kifaranka, mfalme Clovis alibadilika kutoka upagani, akaja na mambo yake ya kipagani, amebeba sanamu zake, amebeba na taratibu zake za kipagani, amebeba na tradition zake, mapokeo yake ya kipagani, akaja akayaleta kwenye kanisa la kipapa, yaani kanisa Katoliki. Maanake ndio lilikuwa linaingiza wakati huo ule Urumi ya kipagani, ilikuwa inafifia, linachukua kanisa ndio lilikuwa linachukua. Na ndio kule nyuma nilikwambia kwamba alionekana mwanamke amepanda juu ya mnyama, yaani kanisa liko juu ya uongozi wa ufalme fulani. Kwa hiyo hapa Clovis huyu alipokubali Ukristo, akaja humo. Kwa kweli alipoingiza humo mambo yake ya kipagani, taratibu za kumwendea Yesu zikahafifishwa. Kwa hiyo kumtaja Yesu ikawa ni mara chache. Watu wakawa wanasamehewa dhambi kwa kupitia mwanadamu. Watu wakitaka kwenda kwa Yesu mpaka wapitia kwa Bikira Maria, ambapo Biblia haikusema hivyo. Kwa hiyo ina maana sadaka Yesu Kristo akaondolewa. Kwa hiyo ikawekwa pale mwanadamu pale, mtu anaenda, unasema dhambi zako zote zinapelekwa. Anasema kama ni kupeleka kwa Yesu, basi Yesu alikuwa anatajwa mara moja sana. Yaani alikuwa ni mbali, watu walikuwa hawamuoni kabisa huko. Wakati Biblia wa Galatia imesema kwamba alipokufa pale msalabani, alikifungua kiambaza, yaani ukuta uliokuwa umeziba wa mwanadamu kumfikia Yesu uliondolewa, kwamba mtu anaweza akamfikia direct. Sasa inakuja hapa, kinawekwa kiambaza na hapo sasa ndipo ambapo wanasema sadaka ya daima iliondolewa. Mwaka huyu Clovis aliingia hapo kufanya mabadiliko haya mwaka 508. Anasema ndipo ambapo nyakati na nusu wakati zilipoanza miaka 1260. Umuhimu wake ni nini? Ulikuwa ni mwanzo wa nguvu ya kipapa kupata msaada wa kisiasa na kijeshi. Huo mwaka 508 ndio ulikuwa mwaka Biblia ilikuwa imeona kwa mbele huo mwaka kwamba itakuja uongozi ambao utakomesha sadaka ya daima, na utaingia humo ndani. Uongozi utakuwa unachanganya dini na siasa, halafu utatumia jeshi katika kuongoza kutoka katika falme za Ulaya. Kwa hiyo mhusika mkuu alikuwa ni nani? Mhusika mkuu alikuwa ni Clovis, mfalme wa France, ambaye alihusika katika kufanya mabadiliko hayo. Okay. Kwa hiyo ina maana kuanzia mwaka 508 ukihesabu mwaka, Biblia hapa imesema Danieli 12, yapata miaka 1290, mwaka 1290. Imesema hiyo Biblia, hiyo katika fungu la 11. Kwa hiyo ndipo ambapo itakapoisha hiyo miaka, ndio wakati wa mwisho unaanza. Kwa hiyo kitendawili hiki kimeteguliwa tayari kwamba ni tangu wakati ule itakapokuwa
chukizo la uharibifu litakaposimama na kuondolewa, sasa sadaka ya daima itapata miaka 1290. Chukizo la uharibifu nalo ni nini? Chukizo la uharibifu ni pale unapoona sasa, maana amesema kwamba aidha sadaka ya daima kuondolewa au chukizo la uharibifu. Chukizo la uharibifu ni pale ambapo utakuta patakatifu pananajisiwa, sanamu zinaingizwa katika hekalu la Bwana. Hekalu sio tatizo, lakini katika ibada ndipo unapokuta chukizo la uharibifu. Tunalikuta chukizo la uharibifu lilitabiriwa. Yesu alitabiri wakati ule wa mwaka wa 70 AD. Aliambia kwamba chukizo la uharibifu mtakapoliona limeingia pale patakatifu. Na kweli wale Warumi wakaja na bendera zao mpaka Yerusalemu pale. Wakaingiza wakaweka bendera zao pale ambazo zilikuwa na sanamu pale. Zilikuwa na sanamu, ndio chukizo la uharibifu litakapoingia. Lakini utakapoona jeshi limeingia, hapo napo utaona kwamba utaona jeshi hapa. Clovis naye aliingiza majeshi kule nako, wakati wa Rumi napo jeshi liliingia. Kwa hiyo utaona hata kwenye Danieli 11 utaona kwamba majeshi yalipoingia yanaingia yanaingilia katika ibada, ujue kuna chukizo la uharibifu, kwa sababu Biblia inasema kwamba kumwamini Yesu ni dhamiri za hiari. Unapofanya kulazimisha, kunakuwa na chukizo la uharibifu. Mwache mtu mwenyewe aamini yeye mwenyewe au kutokuamini yeye mwenyewe. Ukishinikiza, kuna chukizo la uharibifu, utamwaga damu, utalazimisha dhamiri, ambavyo Biblia inakataa. Kwa hiyo tumuone mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo tumeona wakati wa siku za mwisho miaka 1260. Tujumlishe sasa kutoka mwaka 508 ujumlisha miaka 1260, manake ndio imeanza. Utaona inatua mwaka 1798. Kulikuwa na nini mwaka 1798? Moja, yule mnyama alipata jeraha la mauti. Utakuta kwamba Papa Pius wa 6 alishikwa na Bethius, jemedali wa Kifaransa, akawekwa jera na akafia jera. Hiyo miaka hiyo kwa kweli upapa ukawa umesinzia. Jeraha la mauti anasema likawa limepatikana, ambapo baadaye hilo jeraha lilipona. Hilo ni tukio la kwanza. Tukio la pili, kukawa na kuanzishwa nchi ya Marekani miaka hiyo 1790, 91, 92 au nyuma kidogo 96. Taifa la Marekani likaanzishwa, na taifa la Marekani lina umuhimu wake. Kesho hudhuria, utaona uone kanisa. Watu wanasema kwamba ngoja nichague kanisa la kweli au na la uongo. Utaona kanisa la ukweli limesemwa katika Biblia, na limesemwa kwa namna gani utaliona. Kwa hiyo Marekani inacheza vizuri, inao mchezo, na imesemwa kwenye Biblia. Ufunuo 13 kuanzia fungu lile la 11, ndio yule kondoo mwenye pembe mbili. Wakati linaanzishwa lile taifa la Marekani, lilikuwa linajinasibu kwamba linamjua Yesu mwana kondoo. Ndio maana kwenye Biblia anaonekana kondoo mwenye pembe mbili. Kwa hiyo lilikuwa linajitoa pembe mbili, maana yake lilikuwa mmoja ni uhuru wa kiraia, mmoja uhuru wa kidini. Wakati linaanzishwa, nalo lilianzishwa wakati ule ule. Ndio maana huu mwaka una umuhimu kweli kweli. Taifa la Marekani hata sasa hivi lina play role, lina umuhimu wake. Hata sasa hivi dini zote itabidi zikaandikishwe, na kwa kweli Marekani itakuwa na nguvu ya kutetea hata ile itakayowekwa siku ya kuabudu, siku ya Jumapili. Marekani ndio itasimama na majeshi yake. Wale wasioabudu, Waislamu na watu wengine, wao watapewa utaratibu wao. Itasimama Marekani. Unabii umesema, Biblia ndio imesema, Ufunuo kimefunua kile ambacho Danieli alikuwa amefunika. Na ndiyo maana 1798 ina umuhimu.
Sio lazima iwe exactly na 98, lakini around hapo tutaona ni namna gani. Lakini tumeona fungu letu la kwanza kule inasema hapo ndipo yule Mikaeli malaika mkuu atakaposimama. Atasimama. Maana yake kuna kitu kitafanyika. Hebu tusome unabii huo. Unabii wa mama huyu, Mama White anasemaje? Aliandika kuhusu hiyo mwaka 1798. Ni mwanzo wa wakati wa mwisho. Mwanzo wa wakati wa mwisho. Ndio unaanzia wakati ule. Ule unabii unasema kuwa katika mwisho wa muda huo maarifa yataongezeka. Fungu la 4. Tumesoma kule nyuma. Mara baada ya mwaka 1798 kulikuwa na kuongezeka kwa maarifa juu ya unabii wa Biblia. Hiyo ni pambano kuu. Aliandika hicho kitabu miaka ya nyuma, aliandika nyuma kabisa, ukurasa 356 kuhusu kipindi kinachofuata. Tangu mwaka 1798 kitabu cha Danieli kimekuwa kikifunuliwa zaidi na maarifa juu ya unabii yanaongezeka, ishara ya wazi kwamba wakati wa mwisho umeanza. Kitabu cha Manuscript Release volume ya kwanza ukurasa 61. Kuhusu kilele cha wakati wa mwisho, huyu mama anaandika pia, anaeleza kuwa wakati Mikaeli anasimama, hilo fungu la kwanza, ndipo mlango wa rehema unafungwa na dhiki kuu, yaani yale mapigo 7 yanaanza. Ukurasa 613 mpaka 14 wa The Great Controversy. Kwa hiyo Biblia inathibitisha kwamba Danieli 7 fungu la 25 mpaka 28, Danieli 12 fungu la 7 na la 11, na Ufunuo 13 fungu la 3 na la 10, kwamba mwaka 1798 ndiyo mwisho wa unabii wa nyakati. Hatutakuwa na unabii tena wa nyakati, yaani kutabiri kwa nyakati ndefu, hakutakuwepo. Na ndiyo siku za mwisho zinaanza hapo. Ndipo inapotaja hayo mafungu, yanataja mwaka 1260 itakapokoma, ndipo mwanzo wa wakati wa mwisho, na ndio mwisho wa mateso, watakatifu kuteswa, na pembe ndogo itaishia hapo kuwatesa. Katika kuwatesa itakuwa imeishia hapo. Lakini fungu la 3 anasema kwamba wale wenye akili, wenye hekima watang'aa kama mwanga wa anga, na hao waongozao wengine, wale wanaofundisha wengine, nao watang'aa kama nyota milele na milele. Milele na milele watang'aa kama nyota milele na milele. Na hii nasema wenye hekima, anaposema wale wanaomjua Mungu, ndio wanaosema wenye hekima. Wanaojua Mungu maana yake wanaijua kweli, wanaelewa unabii. Yaani ukisoma unabii unaeleweka. Hilo ni fungu la 10. Wataangaza kwa utukufu katika ufufuo, wakiwa wametenda kazi ya kuihubiri Injili wakati huo wa siku za mwisho. Maana yake Mathayo anasema kwamba wakati huo Injili itahubiriwa ulimwenguni kote itahubiriwa. Kwa hiyo hilo fungu la 4 linalosema kwamba maarifa yataongezeka, kitabu cha Danieli kilikuwa kimefungwa, sasa kinafunguliwa na kinatia muhuri. Kutia muhuri kilikuwa kimefungwa, kimetiwa muhuri. Ujumbe wa unabii ulikuwa haufahamiki kikamilifu mpaka kizazi cha mwisho, na ndiyo maana tunafahamu sasa hivi. Maarifa yataongezeka maana yake tafasiri ya unabii Mungu atafunua kwa Roho wake Mtakatifu. Sio mtu atafasiri unabii kama atakavyo. Hata sasa hivi tumeangalia nyakati, wakati, tumeona kwamba Biblia kumbe wakati ikisema ni mwaka mmoja, na kuna wakati imesema kwamba siku moja ni sawa na mwaka mmoja. Biblia imesema mwanamke, imesema ni kanisa. Biblia imesema. Sio mtu atafasiri yeye mwenyewe kwa ujuzi wake yeye mwenyewe. Kwa hiyo kumbuka kwamba wengi wataenda huko na kule, kuongezeka kwa maarifa. Hebu tuone, je, kweli baada ya mwaka 1798 hivi maarifa yaliongezeka kweli? Maarifa ya kisayansi, mapinduzi ya viwanda karne ya 18 na ya 19,
mashine za mvuke, reli, viwanda vikubwa. Ningeweza kukudadavulia nikakuonesha kwamba haya yaligunduliwa lini. Utaona miaka hiyo hiyo. Usafiri wa kasi, magari, meli, mvuke, treni, ndege hadi roketi wakati huo huo. Mawasiliano ya simu mwaka 1876, redio, televisheni, satellite, internet, simu janja zimegunduliwa siku hizi ndani wakati huo. Tuko katika wakati wa siku za mwisho. Magunduzi haya yanaonekana. Afya, upande wa tiba, utakuta chanjo, utakuta 1796. Penicillin iligunduliwa 1928. Upasuaji wa kisasa wa kupandikiza, teknolojia ya DNA iligunduliwa. Ndio maana inasemwa ni wakati wa mwisho, wakati wa siku za mwisho. Nafasi ya fizikia, mambo yanayoenda katika uchunguzi wa anga na nyota kule 1969 watu wakaenda mpaka kule mwezini kule. Ugunduzi huo ulikuwepo. Lakini maarifa ya kiuchumi, utakuta ukombozi wa mitaji, capitalism, mapinduzi ya kibiashara wakati huo, benki na mifumo ya kifedha ya kimataifa. Biblia haiwezi kusema uongo. Usafirishaji wa bidhaa kwa kasi, kwa meli, kwa ndege, kwa mizigo, treni. Globalization tumeuona. Sasa hivi tunaongea kama kijiji kimoja. Hata mahubiri haya yatasikika mpaka Ufaransa, wapi huko, kote huko, kwa sababu ya globalization. Haya, maarifa ya kidini, ndio maana kukawa sasa wakati huo ndio nakuta sasa Marekani ikazalisha watu wengi waliokuwa wanavuviwa. Ndio akina Mama Ellen G. White ambaye kwa kweli anapata upinzani wa hali ya juu. Lakini ukimchunguza vizuri, ukachunguza maandiko yake yako namna gani, utaona yako compatible na neno la Mungu. Hakuna uongo au hata chembe moja. Lakini tu wale wanaopenda maisha rahisi ndio ambao wanapinga sana, kwa sababu Mama White yuko kwenye matengenezo ya afya. Anaposema usinywe pombe, usivute sigara, usivute bangi, watu sasa wanasema hiyo bana haiwezekani, huyu mama alikuwa ni muongo tu, haiwezekani. Lakini tangu aliposema wakati ule, kweli wamekuja kugundua hata Coca-Cola ina shida. Yeye amesema zamani sana, akasema tumbaku, wamekuja kugundua watu wajanja wenye akili wanajua kwamba ina shida. Watu wamekuja kugundua ulaji wa nyama. Watu sasa hivi, watu ambao wanauelewa mzuri, unasema ulaji wa nyama unahafifisha akili zetu jinsi ya kufikiri. Yeye aliyasema muda mrefu. Na kama akili itahafifika, ina maana ya kwamba uwezo wa kucomprehend, kumtafakari Mungu hutaweza. Ndio maana sasa hivi watu wako juu. Uwezo wa kumtafakari Mungu watu umeshuka. Mama huyu alionya tangu wakati ule. Jamani, angalieni, lindeni sana akili zenu. Sasa mama huyu atakuwa na shida gani? Atakuwa na tatizo wapi? Na afya hiyo, bahati nzuri vitabu vyake vinatumika na wanasayansi, vinatumika na watu wa lishe wengi sana wanatumia vitabu vyake, watu wa tiba wanavitumia. Ana shida gani? Na ndio maana kwenye Biblia alionyesha, ukitaka uweze kumwangalia kwamba katika kuonyesha kwake kulikuwa na mambo ya namna gani, kulikuwa na sifa zipi mpaka yeye akaweza kuwa na sifa hizo. Kwa hiyo na yeye vile vile katika mambo ya kidini miaka hiyo akina William Miller ndio wakati ule wakajua kwamba kwa kweli kuna tukio litakuja mwaka 1844. Walipata mwanga wakati huo. Uamsho wa Kiprotestanti ulikuwepo na uinjilisti miaka hiyo. Watu wakavuviwa, wakaona kwamba kumbe hapa kuna kumcha Mungu ni kupitia, lazima uwe na roho, lazima Roho Mtakatifu awepo. Kwa hiyo kutafasiriwa kwa Biblia kwa lugha nyingi, zaidi ya lugha, nchi 70 karne ya 18, na zaidi ya tafasiri 3500 Biblia ambayo ilikuwa imepigwa marufuku. Pembe ndogo ilipiga marufuku wakati ule, kanisa Katoliki wakati ule. Wakasema bwana, ukisema Biblia, ukichukua Biblia ukiishika unalaaniwa. Walikuwa hawaruhusiwi kusoma Biblia. Lakini sasa hivi uamsho ukaja, Biblia ikachapwa kwa wingi, na bahati nzuri Mungu jinsi alivyo ajabu, alivyo na nguvu. Mungu ni mwenye nguvu. Wale waliokuwa naipinga Biblia wakatumiwa hao kuichapa. Wakaichapa wao wenyewe. Hawakuruhusiwa kupindisha hata neno moja. Lakini wao wenyewe wakaanzia Biblia yao ya kwao ya pembeni,
ambayo ina marekebisho. Ile Biblia genuine, Roho Mtakatifu hakuruhusu hata siku moja. Kwa hiyo maarifa ya kisayansi, ya kisiasa, mapinduzi ya Marekani 1776, Marekani ilianzisha Ufaransa 1789, mwisho wa falme za kidhalimu ukakomeshwa wakati huo huo. Ndio maana nasema maarifa yataongezeka. Ukombozi wa mataifa, makoloni mengi yakakombolewa Afrika, Asia. Yani ndio kulikuwa na mabadiliko mengi ya viwanda. Yani ndio wakati ule ule watu sasa wakaimarisha hata watu kuanza siku ianze saa 6:01 usiku, wakati siku ilikuwa inaanza jioni. Inapoanza na jioni, siku inaanza jioni, siku inaanza jioni. Ukiona Waislamu wanafuata mwandamo wa mwezi, ndivyo Biblia inavyosema, ndivyo Biblia inavyosema. Lakini mapinduzi ya viwanda yalikuja yakaanzisha yenyewe, kwa sababu muda ulikuwa mchache, watumwa wale wanafanya kazi, wakaanza saa 6:01 ili watu waweze kunufaika katika viwanda vyao. Siku ikarefushwa mpaka kiasi hicho. Kwa hiyo wengi wataenda mbio huko na huko. Biblia inasema fungu lile la 4, mawasiliano yakazidi. Meli sasa hivi utaona katika bahari meli zinapita zimebeba bidhaa kutoka Japani kwenda Marekani. Hii ilitimiza unabii kwamba binadamu katika siku za mwisho watasafiri na kubadilishana taarifa kwa kasi ya ajabu. Habari njema itahubiriwa, Mathayo 24 fungu la 15. Yaani habari njema itahubiriwa. Haijalishi sasa hivi utakuta sehemu fulani, yani kuna mtu Kasimu Muislamu kabisa anapiga nyimbo za Injili, lakini unaweza ukakuta Mungu alivyo ajabu katika nyimbo hizo zinaenezwa na Waislamu, lakini Wakristo wakaongolewa mle. Mungu anatumia njia za aina. Yaani Mungu hana kikomo, hana ukuta yeye. Kwa hiyo anasema injili itahubiriwa kabla Yesu hajarudi. Injili itahubiriwa, lakini na wenye kukataa nao wapo, wenye kubeza wapo, wenye kuziba masikio pamba, kuweka masikio kwenye pamba wapo, kuweka pamba masikioni wapo, nao watakuwepo hao. Kwa hiyo unabii unasema kwa usahihi, Ufunuo 13 fungu la 5 mpaka la 6, taifa la Marekani likaundwa kueneza kasi ya kutimiza unabii huu, na maendeleo mengi yanakuwa propelled, yanachochewa kasi na taifa la Marekani. Taifa la Marekani, hebu tusome Ufunuo 13 fungu la 11 mpaka la 12, nitakuwa ni fungu langu la mwisho. Ufunuo 13 fungu la 11 anasema kwamba hii ni nchi ya Marekani, ipo kwenye Biblia kama unataka kuisoma. Naye atatumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza. Kwa hiyo utakuta kwamba Marekani itafata utaratibu ule wa kwanza. Utaratibu wa kwanza ulikuwa ni namna gani? Utaratibu wa kwanza ni Rumi ile ya kipagani, ilikuwa inawezeshwa na inatumiwa na Rumi ya kipapa. Kwa hiyo vile katika siku za mwisho Rumi ya kipapa itaitumia Marekani. Replacement ambacho kimekuwa replaced pale, ambacho kimewekwa badala pale ni Rumi ya kipagani, badala yake imekuja Marekani. Kwa hiyo utakuta kwamba Marekani itakuja idictate kwa kisingizio cha kwamba mabadiliko ya tabia nchi, itakuja uchumi umeanguka. Kwa hiyo utadictate, utatoa amri kwamba lazima ibada ifanyike kwa siku moja, na ni siku ya Jumapili. Hiyo ibada kuwa siku ya Jumapili au tutakuwa na siku ya Jumapili ina umuhimu gani? Tutakuja tusome umuhimu wake. Wengine wanasema tu siku ni siku. Yaani muumba wako amesema nenda katika siku ya Sabato uniabudu mimi, ujue kama mimi ndio Bwana Mungu wako. Wengine wanasema hiyo bwana, hapana, hiyo haiwezekani. Lakini Mungu ni Mungu na hata badilika hata siku moja. Kwa hiyo Marekani inaonekana hapo fungu la 11 itatumia huyo mnyama. Anamalizia kwamba atakayepanda kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili. Ndio hizo nimezisema.
Kwa hiyo taifa hili na kwenye fungu hili tunaona jinsi ambavyo litatumiwa. Kwa kweli hili taifa litatumiwa na kwenye Ufunuo 17 alionekana mama yule amempanda mnyama. Kwa hiyo ndio kanisa litakuwa liko juu ya mnyama ambaye ni taifa la Marekani, na taifa la Marekani limesemwa kwenye Ufunuo 13 hilo fungu la 11 ambalo nimesema naye atatumia uwezo anasema kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili, nimeshazisema, uhuru wa kiraia na uhuru wa kidini, mfano wa mwana kondoo. Akanena, huko mwishoni atanena kama joka. Fungu la 12, naye atatumia uwezo ule wa mnyama yule wa kwanza. Mnyama wa kwanza ilikuwa ni Rumi ya kipagani ambayo ilikuwa inaambiwa toa majeshi ili tuwakomeshe hawa wanaofuata amri za Mungu, hawa watakatifu. Biblia imesema iliwaangamiza watakatifu, kwa sababu yule mwanamke yeye hana jeshi, kwa hiyo atakuwa anategemea yule mnyama. Kwa hiyo anasema kwamba atatumia yule mnyama wa kwanza mbele yake, naye ataifanya dunia na wote wakaao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Yani Biblia haiwezi kukosea. Jeraha la mauti lilipona. Papa Pius wa 6 alipopelekwa jela akafia huko, upapa ukawa kama umekufa, lakini ulikuja ukapona. Unakuja unasemwa tena kwenye wakati wa mwisho kwamba Marekani itatumiwa na nani? Itatumiwa na upapa. Itatumiwa kufanya namna gani? Kufanya watu wote wafate wawe na dini nawe na siku ya ibada moja, na mambo ya dini yaweze kuratibiwa na nchi ya Marekani, mara nyingine nje ya Biblia. Kwa mfano, natoa mfano tu ili nimalizie. Kulazimisha watu kwamba lazima mkubali ushoga, mkubali sasa kwamba hata wachungaji wawe mashoga. Yani watu wana haki, watatumia uwezo sheria zile za haki za binadamu kuweza kurasimisha hayo mambo, kwamba lazima hao nao ni binadamu, nao kwa namna hiyo, lakini yatakuwa yanaingizwa mambo ambayo sio yenyewe. Kwa hiyo haki za binadamu, mabadiliko ya tabia nchi yatakuwa ni kisingizio cha kuweza kubadilisha neno la Mungu. Mungu wetu atubariki sana na aweze kuwa pamoja nasi tena tutakapokutana siku nyingine katika jina la Yesu. Amina.